napenda kutoa rai yangu kwenu wahariri kwamba endeleeni kuunga mkono jitihada za mamlaka kwa maana ya TIRA katika kutoa elimu ya bima. Elimu ni ufunguo wa kuongeza uelewa na matumizi ya bima nchini. Rai yangu ya kwanza ni kuongeza ueledi katika uandishi wa masuala ya bima. TIRA ipo tayari kushirikiana nanyi katika kutoa mafunzo na taarifa sahihi na muhimu. Toeni kipaumbele kwenye habari za bima. Haya ni masuala yanayogusa maisha ya wananchi, na kwa kuwa vile vile serikali ya awamu ya 6 katika ilani yake ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030 imeelekeza kuwepo kwa bima za afya kwa wote. Ni muhimu sasa tutoe kipaumbele ili wananchi wote waweze kuona umuhimu wa kuwa na bima na waweze kulipia matatizo ya kiafya kupitia bima. Fichueni wadanganyifu katika bima kwa kufuatilia kwa karibu kesi mbalimbali zinazoendelea kwenye mahakama zetu. Tunahitaji ushirikiano wenu kwa sababu tuna wahalifu ambao tunawapeleka mahakamani. Tungetamani kuona taarifa zao zikitoka kama sehemu ya kuwatengenezea kama shaming fulani, ili tuwe na uhakika kwamba soko letu ni salama. Endeleeni kutumia taarifa ya soko la bima kama nyenzo ya kuchambua habari. Taarifa hizi ni msingi mkubwa wa uandishi wenye tija. Kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa ushirikiano kati ya TIRA na vyombo vya habari ni muhimu sana katika kuifanya sekta ya bima kuwa chachu ya maendeleo ya taifa. Kupitia majadiliano haya na mafunzo haya, tunaweza kujenga taifa lenye uelewa mpana wa bima, kuongeza matumizi ya huduma za bima na hatimaye kustawisha jamii yetu na kuimarisha ustawi wa wananchi. Waandishi wa habari tunalo jukumu kwa maana ya kwamba sisi tumepata mafunzo, tumepata fursa ya kushiriki, kuhudhuria mikutano, vikao mbalimbali ambavyo mwananchi wa kawaida wakati mwingine hapati fursa ya kushiriki. Na sisi kazi yetu ya msingi bado iko pale pale, kwamba tunapata taarifa, tunazifikisha kwa wananchi kupitia vyombo vya habari ili wananchi waweze kufanya uamuzi sahihi. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama waandishi wa habari kuhakikisha kwamba tunaendelea kukusanya taarifa sahihi, hasa katika eneo hili la bima ambalo linakwenda kuwakomboa Mtanzania wa kawaida kabisa wa kule kijijini. Tuliwahi kuwa na bima ya afya ya msingi CHF, ambapo wananchi walikuwa wanauza kuku shilingi 10,000. Kuna wakuu wa wilaya walikuwa wameweka mikakati. Sasa tunakwenda kupata bima ya afya ya wote, wa Tanzania wote. Hili halina habari ya chama cha siasa kusema huyu ni CCM, huyu ni Chadema, huyu ni CUF, huyu ni TLP. Ni bima ya afya kwa Watanzania. Na kama sisi Watanzania tunataka kuendelea kama walivyofanya wenzetu, ni vyema tukaenda mkondo huu. Kwa sababu uwezo ukasimama ukasema unapinga bima ya afya, lakini ipo siku wewe unayepinga utaugua. Kwa hiyo sisi waandishi wa habari sasa ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunaielimisha jamii inafahamu umuhimu wa bima na faida za bima, si kwa taifa bali kwa familia zao wenyewe. Mafunzo haya naweza kusema yanatija kubwa sana kwetu sisi kama wahariri wa vyombo vya habari, kwa sababu ni kweli kwamba masuala ya bima hatujayapa kipaumbele sana kwenye vyombo vyetu vya habari, kwa maana ya taarifa ambazo tumekuwa tukiziandika, lakini ama vipindi ambavyo tumekuwa tuvifanya. Na sisi kwa sababu tumebeba dhamana ya kuelimisha jamii, maana yake ni kwamba mafunzo haya tunayoyapata hapa leo yanatukumbusha wajibu wetu. Tunapata maarifa, lakini tunakumbuka wajibu wetu kwamba ni lazima sasa tuanze kujikita kuliangalia ili eneo kwa jicho la tofauti. Na ukiangalia bima inashabihisha ama inachechemua moja kwa moja masuala mazima ya maendeleo ya nchi, pale ambapo mtu anakata bima kwa ajili labda ya mali zake ama afya yake, moja kwa moja huyu mtu anakuwa yuko salama pale ambapo pengine majanga yatatokea ama ajali itamkuta ama atapata labda afya kutetereka. Kwa hiyo unapokuwa na bima, maana yake unajihakikishia uzima wako wewe kama binadamu, lakini wakati huo unajihakikishia pengine usalama wa mali zako. Nimependa namna ambavyo amezungumzia bima pamoja na masuala kama vile ya kilimo, mifugo
Sasa hivi tunafahamu mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto. Dunia sasa hivi iko kule Brazil, wanazungumza masuala ya mkutano wa COP30, mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo athari zipo, ni mtambuka, na wakulima wanakabiliwa na changamoto kwa sababu labda ya ukame au mafuriko yanapokuja, lakini pia hata wafugaji. Kwa hiyo kumbe ukiwa na mifugo unaweza kuikatia bima. Ukiwa na shamba umepanda mazao yako unaweza kukata bima ili uwe salama pale ambapo utapata labda majanga. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tutatoka hapa ili tuende tukashike kalamu vizuri, tuelimishe Watanzania.